Hello, karibu katika channel yetu ya Elimika. Katika video hii tutakuelekeza jinsi gani unaweza kufungua akaunti yako katika mfumo wa ajira wa NMB ili kuweza kutuma maombi ya kazi. Hivyo kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu hii ya Elimika ya YouTube, basi hakikisha una subscribe na kuwasha alama ya kengele. Na baada ya kuona tangazo la kazi kutoka NMB, ukifungua utakutana na linki hii. Hii ni website ya NMB. Tunaona hapo kwa sasa kuna nafasi 6 za kazi zilizotangazwa kama ambavyo tunaona. Sasa wewe ili kuweza kuapply utaangalia ile ambayo sifa zako zinakuruhusu kuomba nafasi hiyo. Utabonyeza hapo login to apply. Itaload vizuri, utasubiri iweze kumaliza. Baada ya kuload itakuleta katika hii page. Sasa kama tayari ushajisajili, utajaza hizi taarifa zako, email ambayo ulijisajili pamoja na password. Kisha utaweza kuingiza hii kodi hapa ambayo wamekupa hii, ndipo uweze kulogin. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, basi ni lazima uweze kusign up, uweze kujisajili hapa. Utaweza kujisajili hapo, utabonyeza sign up kuweza kufungua akaunti. Itaload. Baada ya kuload itakuleta katika hii page. Sasa hapa unapaswa kuweza kufungua akaunti. Utajaza hii form, majina yako yote utajaza hapo kama ambavyo amesema, jina la kwanza, la kati na la mwisho, email yako. Utajaza taarifa zako zote, kisha utakuja kubonyeza hapo kulipoandikwa register your account. Lakini kabla ya kubonyeza hapo, hakikisha kwamba unafanyaje, unakuwa una review na kukubaliana na privacy policy za mfumo huo. Kwa hiyo mimi nitastopisha ili niweze kujaza hizi taarifa, na baada ya hapo nitaendelea na video hii. Naendelea na video yetu. Baada ya kujaza hizo taarifa, utatiki hapo katika ya review ya hizo privacy policy, alafu kisha utabonyeza register your account. Itaload, utaweza kusubiri iload mpaka imalize. Baada ya hapo atakwambia validate birth date. Kwa hiyo utaweka sawa. Hapa kuna namna unatakiwa useti vizuri taarifa zako za nini, za kuzaliwa. Utakuja kubonyeza hii kalenda hii hapa. Utakuja kubonyeza hiyo kalenda, itakuleta hapo. Utachagua mwaka uliozaliwa. Mfano labda mwaka wako 98, labda ni Oktoba, unajaza na tarehe hapo. Sawa. Utatengeneza password yako, utairudia na kumaliza hiyo form, kisha kuendelea. Unaweza hapo register your account. Itaendelea vizuri. Video mvumilivu na kisha mtandao wako unakuwa vizuri ili iweze kuload haraka. Kwa mpaka hapo inasema tayari account yako umeshaifungua kikamilifu. Lakini tunaona hapo tumeambia kwamba tuactivate account yetu. Sasa jinsi ya kuactivate account, utakwenda katika email yako, katika ile app ya Gmail. Utaingia, utakutana na ujumbe kwenye ile hapo unakuta single use. Hiyo hapo juu tunaona ujumbe kutoka NMB. Kwa utabonyeza, kisha utakwenda kubonyeza hii link ya kuactivate account yako ili uweze kuendelea na zoezi la ujazaji taarifa na kuweza kutuma maombi. Sema tayari usha activate, lakini unaweza kulogin. Kwa utabonyeza login here. Sasa utajaza ile email yako pamoja na password ambayo wewe ulijaza pale, ili kuweza sasa kuingia kwenye mfumo na kuendelea
na kukutuma maombi. Sawa, kwa hiyo baada ya kujaza uta login, nayo italodi, utasubiri. Haya, wanasema kwamba kuna security code watakutumia. Kwa hiyo kutumia utaijaza hapo ili kuweza kusubmit. Sasa hapa kwa kuwa ni security code, nitaweza kupause kidogo. Baada ya hapo nitasubmit. Tunaona tayari tumeshaingia katika poto yetu. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni kuweza kukamilisha kujaza sasa akaunti yetu. Cha kwanza wanasema kwamba jaza personal information. Utajaza hiyo personal information, utabonyeza, italodi, utaweka majina yako, nationality kama hivyo ni Tanzania. Utaichagua, alafu uta update your nationality. Kuna kitu sijakijaza. Hapo title, utajaza title yako kulingana na elimu yako, kisha utaendelea. Kwa hizi sehemu nyingine, contact information, utajaza taarifa zako za mawasiliano. Utaweka physical address hapo, utachagua hizo, utachagua country, telephone number. Unaona? Kwa hiyo utajaza hizi kulingana na wewe mwenyewe, taarifa zako sahihi. Sasa hizi zote ambazo unaona zina star, maana yake ni kwamba ni lazima kuzijaza. Yaani ni lazima. Kwa hiyo kwenye qualification utabonyeza, utajaza qualification zako kwa kile ambacho umekisomea. Hapa utakutoa mwenyewe, unaangalia kama una master, una certificate, una secondary, una bachelor degree, utakuwa unajaza kwenye mfumo kwa usahihi. Utajaza taarifa zako, mfano GPA, chuo, hivi vyote utafanyaje? Utaweza kujaza na mfumo wenyewe utasoma. Kwa utakuwa unachagua tu, mfumo unaweza ukakubali maombi yako. Kwa sababu kuna taarifa zenyewe zinakuwa ziko ndani ya mfumo, au uandiki hivi. Matokeo pia itakuomba. Hapa nafanya demo ili uweze kuelewa namna kuweza kutumia mfumo wa NMB kuweza kutuma maombi ya kazi. Chuo pia ulichosomea utakuja kuangalia hapo. Ukiona ni ngumu, basi unaweza ukafanyaje, ukasearch kwa keyword tu. Kama hivyo imekuja, basi unachagua sahihi, unakijaza. Ulianza lini na ulimaliza lini, utaweka hapo miaka na tarehe, kisha utaweka hapo GPA yako. Baada hapo uta add name, kisha utakwenda katika kipengele kingine cha experience. Bonyeza kwenye experience, utajaza sasa taarifa zako, experience yako. Ni mfumo ambao unajieleza tu, una shida yoyote. Baada hapo utakuja katika references, nazo pia utakuja kujaza. Unaona? Utakapokuja kujaza nao pia utazi hapo mwisho baada ya kujaza kwa makini. Kisha utakuja kusearch jobs. Utakuja sasa kutafuta
nafasi ambazo zimetangazwa. Lakini sasa hapa nasema kwamba ni mpaka tukamilishe profile yetu kwa kujaza zile taarifa zetu zote ambazo huko juu mfumo wenyewe umeeleza hapo, ndio utaweza kuapply kujaza taarifa zako hizo. Hizi zote hizi pia unazo other information ijaza. Kwa baada hapo ndipo utaweza kufanyaje, kusearch jobs ambazo tayari zipo. Kama una qualify basi unaweza kuapply. Lakini kuna sehemu hii ya kuweza kuapply jobs. Nasema kwamba applied jobs hizi ni zile na nafasi za kazi ambazo wewe tayari umeshaomba. Kwa mfumo usoni sio kwamba ni mgumu, ila tu ni kwamba unahitaji ujiongeze. Sasa hivi dunia imehama kutoka katika maisha ambayo tulikuwa tunaishi huko nyuma, ama naishi wazee wetu. Sasa hivi tuko katika kizazi cha teknolojia. Kwa hiyo hii mifumo itakuwa inatumika sana kwa kila taasisi kuweza kuajiri. Unahakikisha kwamba unaweza kujifunza ya mambo na kuwa makini kujaza fomu ili uweze kutuma maombi na yakubaliwe. Asante sana kwa kuangalia video zetu, karibu sana. Na pia tunakukaribisha katika channel yetu ya WhatsApp ili kuweza kupata update za ajira mpya kutoka taasisi binafsi na za serikali kila siku. Link ya channel yetu tutakuwekea katika comment.